Katika kikao cha halmashauri kuu tumekuwa na ajenda kadhaa. Ajenda ya kwanza, tumezungumza maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake ambao utafanyika mwaka 2027. NEC imepitisha ratiba na miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama pamoja na jumuiya zake. Tunataka uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi huru na wa heshima, kama ambavyo CCM imekuwa ikijitambananisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusimamia chaguzi zake za ndani katika hali ya utulivu, umoja, upendo na mshikamano. Lakini ajenda ya pili, tulikuwa na sera ya jinsia na ujumuishi, ambayo hii ni sera ya mwaka 2026. Tumepitisha sera ya jinsia na jumuishi ya CCM. Sera hii inahakikisha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na makundi hakuna atakayebaki nyuma, na Chama cha Mapinduzi muda wote kimekuwa kikitoa fursa hizo kuhakikisha makundi yote yanapata nafasi katika ushiriki wa maendeleo, hasa pia katika masuala ya uongozi. Lakini jambo la tatu, halmashauri kuu leo imefanya pia kwa kufanya mabadiliko madogo ndani ya sekretariat ya Chama cha Mapinduzi, na mabadiliko hayo tutaanza na ndugu Agwe kuteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara, akichukua nafasi ya ndugu John Mongela. Lakini nafasi nyingine na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usi Gavu. Lakini sambamba na hilo ambaye amechukua nafasi ya uchumi na fedha, ambayo mwanzo alikuwepo ndugu Mirumbe Chacha aliyekuwa anashikilia nafasi hii, lakini yeye alipata uteuzi wa kuwa mkuu wa wilaya hapa Zanzibar. Lakini wajumbe wengine wa secretariat kwa maana ya katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu Kenan Laban Migiro anaendelea nafasi ya kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la nne ambalo nilipenda kuzungumza kwenu waandishi wa habari, halmashauri kuu pia na chama kinampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi imara, madhubuti, ambao unajali kazi inafanyika kwa weledi. Lakini ukiangalia sekta zote, kuanzia sekta ya afya, miundombinu ya barabara, sekta ya maji, elimu, nishati, kazi kubwa inafanyika. Hivyo chama kinampongeza mwenyekiti wa chama ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuonesha uongozi imara. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Mwinyi Dokta, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya hapa Zanzibar. Zanzibar ya leo tunaona maendeleo yanafanyika hapa Zanzibar. Hivyo Chama cha Mapinduzi kinazipongeza serikali zake zote mbili kwa kazi kubwa ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, kuhakikisha yote yaliyoahidiwa yanakwenda kutekelezeka kwa Watanzania wote. Na jambo la mwisho, napenda kutoa wito na kusema kwa Watanzania, wananchi wanatambua Chama cha Mapinduzi na serikali yake ndio injini ya maendeleo kupitia sera zake na mipango yake. Maendeleo makubwa na vijijini ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi kina ilani inayotekelezeka, na huwezi kuongelea maendeleo ya nchi hii bila kutaja Chama cha Mapinduzi. Tangu mwaka 1977 CCM inapozaliwa mpaka barabara zinajengwa, maana yake serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya kazi. Ukiona leo kuna masoko makubwa, huduma za afya zinazoboreshwa, maana yake serikali ya CCM, Chama cha Mapinduzi. Wananchi wazidi kuwaunga mkono viongozi wa CCM na Watanzania wakiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Ndio chama pekee kilichobeba ajenda ya umoja, upendo na mshikamano ndani ya taifa hili. Hivyo baada ya kusema maneno hayo, niwashukuru sana waandishi wa habari, na itoshe kusema asanteni na kazi